Na mtazamaji bwana, moja kati ya vitu ambavyo vina make headline kwa sasa ni kuhusiana na hili tukio ambalo limemwonyesha Harmonize Konde Boy akiwa yupo katika party, na hii party bwana si ya mwingine bali ni meneja wa Diamond Platnumz anayefahamika kwa jina la Salama SK. Bwana, usiku wa kuamkia leo kulikuwa kuna moja kati ya party za mameneja wa Diamond Platnumz. Bwana Salama ni mtu ambaye amefanya kazi na Diamond all the way tokea kama miaka 10 hivi iliyopita mpaka sasa hivi, na ni moja kati ya watu ambao wana mchango mkubwa sana katika career ya Diamond Platnumz kukua kimataifa. Maana tunafahamu kwamba yeye ndio international manager ambaye ndiye yeye anayeorganize baadhi ya show pamoja na collaboration pamoja na event nyingine ambazo zinamhusu Diamond Platnumz nje ya Tanzania. Bwana, issue ambayo imetokea bwana ni kwamba Salama SK bwana ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, kwa hiyo alikuwa anafanyiwa birthday party, na katika hiyo birthday party bwana aliwaalika vijana wengi sana wa mjini, lakini katika watu ambao walikuwa wamealikwa katika party hiyo alikuwepo Mwijaku, vile vile alikuwepo Harmonize Konde Boy. Sio kitu cha kushangaza kuona kwamba Harmonize amealikwa na Salama SK, maana watu wengi sana wanafahamu kwamba Salama SK bwana na Harmonize kama vile walikuwaga na beef fulani hivi miaka kadhaa iliyopita, lakini at the end of the day hili beef walilimaliza. Hawa wawili bwana hawana tena ugomvi kati yao, wamekuwa ni washikaji, na kuna vitu ambavyo tumevishuhudia, kama kuna kipindi Zanzibar tulimuona Salama SK na Harmonize wakiwa wamekumbatiana na mambo mengine kama hayo, ambapo yanaonyesha kwamba ugomvi kati yao hakuna. Hivyo basi kitendo cha Salama SK kumwalika Harmonize katika birthday yake sio jambo la kumshangaza mtu yoyote, japokuwa huko zamani walikuwa ni chui na paka, walikuwa wanachukiana kweli kweli, walikuwa waelewani hata kidogo. Na kama unakumbuka vizuri, kulikuwa kuna lile tukio ambalo lilitokea kule Morogoro katika msiba wa mke wa Babu Tale, ambapo Salama SK alikuwepo pale, Harmonize naye pia alikuwepo, akaenda kumpa mkono Salama SK wakati anasalimia watu wengine. Salama akakataa mkono wa Harmonize, jambo ambalo lilimeke headline katika vichwa vya habari mitandaoni na sehemu nyingine mbalimbali. Lakini baada ya hao yote kupita, tunawaona hivi karibuni wameamua tena kuelewana, wamepatana, wamekuwa washikaji mpaka wanaalikana katika siku ya birthday kama siku ya jana. Sasa katika birthday hiyo ya Salama SK, Harmonize bwana amemeke headline. Amekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vimezungumzwa sana katika mitandao ya kijamii siku ya leo, kutokana na kwamba Harmonize bwana aliamua kumtunza Salama SK milioni takriban 3 hivi. Wakati Salama SK amesimama, Harmonize akamsogelea pale, akaanza kummwagia pesa bwana. Lakini pia vile vile Mwijaku alikuwa pembeni akarekodi hizo video, na video hizo zimeenda viral kweli kweli mtandaoni. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na Mwijaku bwana alikuwepo pale kwa ajili ya kusherehesha kile ambacho Harmonize alikuwa anakifanya kwa Salama SK. Happy birthday Salama SK. Happy birthday Salama SK. Happy birthday Salama SK. Happy birthday. Happy birthday Salama SK. Anaitwa Konde Boy. 104, 105, 224. So hicho ndicho ambacho kimetokea bwana, ni kwamba Harmonize alimwaga pesa, akakata tena kibunda kingine, akachana labda bende, akaendelea tena kumwaga fedha kwa Salama SK. So ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimemeke headline. Ukipita katika page mbalimbali utakutana na hizo videos zikiwa zinamuonyesha Salama SK akiwa anamwagiwa pesa na Harmonize Konde Boy. Moja kati ya vitu ambavyo vimezungumziwa sana. Happy birthday Salama SK. Happy birthday Salama SK. Happy birthday Salama SK. Happy birthday. Lakini pia vile vile bwana Mwijaku alikuwa yuko na furaha kweli kweli, kiasi kwamba kuna muda
akawa mpaka anatukana. So page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hicho ambacho kimetokea. Nataka nikuelezea hapa baadhi ya page zilivyokuja kuzungumzia hii issue. Kwa mfano, kwanza kabisa kupitia page ya Mwijaku mwenyewe ameandika kwamba meneja Salamu SK amekoga mapesa siku yake ya kuzaliwa kutoka kwake Harmonize. Happy birthday Salam. Lakini pia vile vile hapa kuna page nyingine hapa pia vile vile alikuwepo Juma Jux, moja kati ya watu ambao walikuwepo katika party ya Salamu SK ni Juma Jux. Juma Jux naye pia alikuwepo pale. Mwijaku ameposti pia akaandika kwamba bwana ni mwendo wa kuburudika tu. Lakini pia vile vile hapa kuna page imekuja imeandika kwamba Juksi anatumbuiza kwenye show ya tajiri Salamu SK, meneja wa Diamond Platnumz. Lakini pia kuna page nyingine hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Harmonize amemtunza pesa nyingi sana Salamu SK katika siku yake ya kuzaliwa. Lakini pia vile vile ukiachana hayo yote, tumekutana pia na comment za wadau mbalimbali kuhusiana na haya matukio ambayo yametokea katika siku ya kuzaliwa ya Salamu SK. Kuna page hapa ameandika kwamba Harmonize ameonyesha jeuri ya pesa kwa meneja wake Diamond Platnumz Salamu SK usiku kwenye birthday party yake. Ngoja kusomea comment ambazo zimejitokeza. Kuna mtu hapa anasema kwamba bwana comment ni nyingi kiukweli. Okay, huyu hapa bwana amekuja ameandika kwamba bwana mko wapi ni wakabe. Kuna mwingine anasema kwamba bwana hizo ila la ajabu anapenda sana kujiamulia mambo. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba Harmonize bwana anapenda sana kujiamulia mambo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameuliza kwamba bwana kama watu wanasema kwamba huyu jamaa anafanyaga show bure, pesa anatoa wapi? Kuna mtu hapa amekuja kuuliza bwana huko Dar es Salaam watu wana pesa za kuchezea Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana keshachukua mkopo tayari, sasa sukuilizieni siku sio nyingi anaumbuka. Kuna mwingine hapa anasema kwamba nilidhania jamaa anamwaga pesa za anamwaga dola, kumbe ni pesa za kibongo. Kuna mwingine amesema kwamba bwana hapo anamwagia pesa yeye mwenyewe kwenye party, alafu baadaye anaenda kuandika Insta story kwamba anamdai pesa zake Salamu SK. Hapa kuna wadau wanasema kwamba hapo Harmonize anaonekana akiwa anatoa pesa yeye mwenyewe, alafu baadaye atakuja kusema kwamba anamdai Salamu pesa zake. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.